Naam, viongozi wa dini kutoka ukanda wa Pwani wamepongeza bajeti ya serikali iliyowasilishwa na kusomwa bungeni na Waziri wa Fedha John Mbadi, wakisema inaweka kipaumbele elimu ya madrasa na duksi pamoja na kutenga fedha za utatuzi wa migogoro ya ardhi, hatua wanayohitaja kuwa ya manufaa makubwa kwa jamii ya Pwani. Mwanahabari wetu Rehema Juma na mengi zaidi. Katika bajeti ya jana imehusishwa pesa ambazo kwamba zitasaidia watu ambao kwamba wameteseka toka tupate utawala wa taifa letu, wanaishi kama maskota kwa ardhi zao, na kuna kiwango cha pesa maalum kimetengwa kwa ajili ya kutatua tatizo kama hili, hasa sehemu za Pwani. Viongozi wa dini kutoka ukanda wa Pwani wameonyesha kuridhishwa na bajeti iliyosomwa na Waziri wa Fedha John Mbadi siku ya Alhamisi. Wakiongozwa na mwenyekiti wa Pwani Patriotic Religious Leaders Sheikh Abu Qatada na Hussein Hassan ambaye ni mwenyekiti wa maimamu na mwalimu wa madrasa kutoka eneo bunge la Kilifi Kusini, kaunti ya Kilifi. Madrasa na duks zitakuwa vile vile katika taifa yetu itapatiwa kipaumbele, na hizi ni institutions ambazo kwamba zinapatia watoto malezi, wanainukia wakimjua Mwenyezi Mungu, watoto wakiwa na maadili. Kwa hivyo kila tunapo zidi kufocus na institutions kama hizi, bila shaka ni faida kwa taifa letu. Tumefurahishwa sana kama viongozi wa kidini. Viongozi hao wamesema kuwa rais alisisitiza kwamba madrasa na duksi zitapewa kipaumbele katika sekta ya elimu ili kuhakikisha zinatambulika kisheria. We also commend the inclusion of madrasa and duksi education in the 2026-2027 budget, in line with the directive issued by the President during the Madaraka Day celebrations. Wakizungumza mjini Mombasa baada ya ibada ya Ijumaa katika msikiti wa Sakina, wamesema kuwa masomo ya madrasa na duksi yana manufaa makubwa kwa watoto, hasa kwa kuwasaidia kumjua Mungu na kuwajenga katika maadili mema ya kidini. Kweli wa mambo katika masala ya kuwalea watoto wetu, ikiwa hawakupata mafunzo na malezi ya kidini, watoto wamekuwa waharibifu, watoto wanaingia katika mihadarati. Lakini ikiwa wamejengeka kwa misingi ya kidini, basi tabia zao na ukuaji wao pia unakuwa ukuaji wa kisawasawa, na tunapata watoto ambao kesho watakuwa viongozi bora. Sheikh Abu Qatada ameweka bayana kuwa kutengwa kwa mgao wa fedha kwa ajili ya hati za umiliki wa ardhi kunaweza kuwa suluhisho la kudumu la migogoro ya ardhi katika eneo la Pwani. Kama tulivyosema awali, katika bajeti ya jana imehusishwa pesa ambazo kwamba zitasaidia watu ambao kwamba wameteseka toka tupate utawala wa taifa letu, wanaishi kama maskota kwa ardhi zao, na kuna kiwango cha pesa maalum kimetengwa kwa ajili ya kutatua tatizo kama hili, hasa sehemu za Pwani. Tunachoomba, pamoja na kuwa tumefurahi kwa hilo kama viongozi wa kidini, tunaomba ukweli na uwazi na uaminifu uwe ni wenye kufanyika. Wale watu ambao kwamba wanastahiki wapatiwe haki yao, kwa sababu dini yetu imetuhimiza waati kulli dhi haqqin haqa, na mpe kila mwenye haki yake. Hilo ndio ombi letu kama viongozi wa kidini. Kwa upande wake, Ali Hassan Hussein ambaye ni mkereketo wa masuala ya kisiasa na mkazi wa Mombasa, amewataka wanafunzi kuwa na nidhamu ili waweze kunufaika na fursa za maisha, akirejelea matukio ya mienendo mibaya miongoni mwa wanafunzi, ikiwemo uharibifu wa mabweni. Na vile vile natoa nasaha kwa wanafunzi wetu waache kufuata wenzao ambao wanaongoza katika njia ambazo si za sawa. Nafikiri karibuni pia tumeona baadhi ya shule zimeanza kuchomwa, na hii yote inatokana na kwa sababu ya mihadarati. Kuna watoto fulani wanakuwa influence ili waharibu mashule yetu. Kwa hivyo tunasema vijana tuwe na nidhamu katika mijengo yetu ambao tunapata elimu yetu, tusifanye uharibifu katika mali ya shule zetu tafadhalini. Nikiripotia kutoka Taswira ya Al-Shifaa, mimi ni Rehema Juma.